Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa majina mimi naitwa Frida Blessing James. Niko Arusha, Tanzania. Somo langu la leo linasema kwa habari ya utachipua tena. Bwana anaenda kufanya jambo jipya kwa ajili ya maisha yako. Haijalishi imekuwa namna gani. Kuna mtu anayenitazama pale alipo, anajisikia kuinama. Anaona kama ameonewa, anataabika, ana maumivu, lakini Bwana anaenda kufanya jambo jipya katika hilo unalosumbukia. Kitu kikubwa, hakikisha Yesu Kristo yuko hapa. Mtumainie yeye, mtegemee yeye, mkimbilie yeye, mtazame yeye, na yote anaenda kuwa shwari. Kama nilivyokuambia, somo langu linasema utachipua tena. Bwana anaenda kufanya jambo jipya. Ninamwangalia mtu anayeitwa Ayubu kwenye Biblia. Ayubu alienda mbele za Mungu vizuri kabisa. Hakuwa amekosea mahali. Lakini angalia ni kitu gani kilichompata Ayubu. Inafika mahali Ayubu akiangalia anaona maumivu, anaona machozi, anaona dhiki, anaona tabu, anaona vitu vyake vyote vimeisha. Yamkini mwana wa Mungu, kuna jinsi unanitazama hapo ulipo. Unaona hakuna matumaini tena, ugonjwa umekukamata. Unaona hauna punzi. Unasikia una nguvu. Unasikia huwezi kupumua. Mwingine anajisikia, wewe unajua ni kitu gani ambacho unasumbuka nacho. Pengine ni eneo la uchumi, pengine ni ndoa imeleta matatizo. Pengine ni watoto wameleta shida, ni mume ameleta shida, ni kazi imeleta shida, ni biashara haina tena faida. Lakini kuna majibu. Fuatana nami katika hichi kipindi, mwana wa Mungu. Nilikuwa nakuambia kwa habari ya huyu Ayubu. Wewe kuna mahali pengine umeomba sana. Kuna mahali umemtumainia pia Mungu. Kuna mahali ambapo ulienda kikamilifu mbele za Mungu. Lakini sasa shida imeingia. Tatizo limeingia. Kuna mwingine pengine alitoka kwenye mstari. Changamoto, mambo yalivyoharibika, shida ilipoingia, ulitoka kwenye mstari. Ukaliacha kusudi la Mungu na ukajikuta umekosea. Kama Samson, kuna mahali ajijikuta amefurunda. Akaingia kwenye mtego wa Wafilisti kwa kupitia Delila. Akatobolewa macho. Yamkini kuna mahali unapita, mwana wa Mungu. Ni kama uoni njia. Unaona giza. Uonevu wa ibilisi umekukamata. Kuna vizuizi katika kazi zako. Kuna uonevu katika kile unachokifanya. Lakini yuko aliyeshinda mauti. Yuko aliyekushindia msalabani. Siku ya leo anazungumza na wewe. Roho wake anazungumza na wewe, mwana wa Mungu. Neno la Mungu ni yeye mwenyewe Mungu. Neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu ni afya. Neno la Mungu linauisha. Neno la Mungu ni chakula chetu. Neno la Mungu ni nuru inayotuongoza kutoka katika giza na kwenda kwenye nuru. Na hili ni neno linakuja kwako siku ya leo. Kuna mahali unavuka, mwana wa Mungu. Kuna jambo jipya la baraka linaenda kuonekana katika maisha yako. Nataka tusome kitabu cha Ayubu. Nataka tusome Ayubu 14 mstari wa 14 unasema. Tuanze mstari wa 7. Unasema, kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipua tena? Ayubu huyo katika dhiki yake, katika taabu yake, katika mateso yake, katika kupoteza kila kitu, lakini anajiuliza, je, kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipua tena, wala machipukizi yake hayatakoma? Mwana wa Mungu, ninakwambia, ukiendelea kusoma inasema, ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji huchipuka na kutoa matawi kama mche. Haijalishi hilo jambo lako, mwana wa Mungu, huo ugonjwa umefikia mahali gani. Pengine umefikia stage mbaya kabisa. Unaona labda uhai wangu sasa ndio unatoka kwenye mwili. Lakini nakwambia, mwana wa Mungu, jitie moyo mkuu. Simba wa Yuda, yule aliyeshinda mauti, yule ambaye amebeba uzima wako, ana neno kwa ajili yako siku ya leo. Unaenda kuvuka katika hilo eneo.
Liko jambo jipya la uzima, liko jambo jipya la kuneemesha, liko jambo jipya la kutajirisha, liko jambo jipya la kukutia nguvu. Yeye ndiye nguvu. Bwana Yesu yeye ndio msaada. Bwana Yesu ndio uzima. Bwana Yesu yeye ndiye kimbilio. Kwa kupigwa kwake mwana wa Mungu wewe umepona. Tena neno linasema tutamshinda ule muovu kwa damu ya mwana kondoo. Mwana wa Mungu, usiangalie ni jambo gani. Sikiliza hili neno lenye uhai na uzima linalokuja kwa sasa hivi katika maisha yako. Ukapokea uzima pale ulipo, ukapokea afya pale ulipo, ukapokea kuishwa tena pale ulipo, ukapokea uzima pale ulipo, ukapokea uhai pale ulipo. Biashara yako ikapone tena. Hii anaongelea Ayubu, anaongelea kwa habari ya mti ambao umekatwa matawi, ambao ukiuangalia katika macho haya ya nyama na damu unaona kabisa kwamba hapa hamna kitu. Lakini yajapo maji yakanyeshelea, ijapo mvua ikinyeshelea, unaanza kuona chipukizi likianza kuchipua tena. Unaanza kuona vitawi vikianza kuchanua tena. Unaanza kuona mizizi yake ikienda chini zaidi. Unaanza kuona akiuishwa, ukivuka ule mtu ukiuishwa. Na wewe mwana wa Mungu pale ulipo, haijalishi unaonekanaje, haijalishi unaona katika mazingira ya namna gani, haijalishi ugonjwa umekushikilia kiasi gani, vuka mwana wa Mungu. Yako maji yanayotiririka, maji ya uzima kupitia neno hili ninalozungumza na wewe muda na majira kama haya. Uko uhai katika neno, uko uzima katika neno. Mungu ulitazama neno lake apate kulitimiliza. Na yeye ni uzima, ni uhai, ni nuru, ni maisha yetu, ni nguvu zetu, ni msaada wetu. Ninakuvusha pale ulipo mwana wa Mungu. Katika huo uchumi ulioleta shida ninakuvusha. Haya mahusiano yako na mume wako na mke wako ambayo ameleta mtafaruku, ninaondoa huo uharibifu wa ule mwovu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaondoa hicho kizuizi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho ya mafarakano, roho ya kutokuelewana, roho yote ambayo imeinuka kinyume ikaleta mashida katika hiyo nyumba, ninaiangusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wana wa Mungu, tumetunukiwa jina lilipitalo majina yote, jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Katika hilo jina uko uzima. Pokea huo uzima katika jina la Yesu Kristo. Biashara yako ikalete faida, biashara yako ikazae, biashara yako ikaongezeke. Ile kazi ambayo sasa hivi umeona ni kama hakuna tena faida, faida ikaonekane. Wakakulipa mshahara wako. Kuna mwingine anadai madeni, kuna mwingine anadai fedha zake. Ninatikisa pale ambapo palikuwa pameshikilia. Ninatikisa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ikao shwari kuu in Jesus name. Neno hili linasema ni Ayubu. Ukienda kusoma mstari wa 14 unasema, tazama yu avunja wala nasoma hiyo ni Ayubu 14, Ayubu 14 mstari wa 14. Tumesoma mstari wa 7, sasa tunaenda mstari wa 14. Unasema, mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Yamkini unaona kabisa kuna vitu vimekufa katika maisha yako. Unamwangalia mtoto wako wa kiume, unamwangalia kijana wako, unamkatia tamaa. Lakini mama, baba, mtu unayenitazama, iko nguvu ya Mungu inayotenda kazi. Mwangalie yeye, mtazame yeye, mtumainie yeye, mshirikishe. Na jinsi neno hili linavyokuja kwako, iko neema ya kipekee kabisa. Neno linasema katika hiyo 14, mtu akifa, nini kinakufa? Yeye ameshinda mauti. Bwana wetu Yesu Kristo ameshinda mauti. Kile kinachokufa katika maisha yako ninakiuisha tena katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ni mgonjwa, nasikia kuongea na mtu ambaye ni mgonjwa. Kuna mtu ananiangalia ambaye mambo ya corona yamemzunguka. Kuna jinsi hofu imeingia. Ninaangusha hiyo hofu kwa jina la Yesu Kristo. Ninaangusha huo uharibifu katika jina la Yesu Kristo. Ninaangusha hayo maradhi. Ninakamata maradhi katika ulimwengu wa kiroho. Ninatupa mbali nawe katika jina la Yesu. Ninakamata huo uharibifu. Tujue wana wa Mungu, wakati mwingine mambo huja, magonjwa, maradhi huja kupitia ule mwovu ibilisi. Yeye ndio anayeleta maradhi kwa watu. Mungu amletee mtu maradhi.
lakini Mungu anaweza kuruhusu. Mwangalie huyo Ayubu. Shetani anaenda na Mungu anamwambia, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Mungu anamwambia, si umeona alivyoenda mbele zangu kwa ukamilifu? Lakini Ibilisi anamwambia, si umemzingira? Mungu anamwambia, hebu mjaribu uone. Na anamwambia usiguse uhai wake, lakini mjaribu uone kama utamweza Ayubu. Wakati mwingine wana wa Mungu, Mungu anaweza kuruhusu upite katika jambo fulani ili ajitukuze kupitia wewe. Lakini katika hiyo changamoto, katika hiyo taabu, katika hiyo dhiki, unavukaje mwana wa Mungu? Angalia mpango wa Mungu juu ya nyumba yako. Angalia mpango wa Mungu juu ya afya yako. Mpango wa Mungu wewe sio wewe uugue. Mpango wa Mungu ni wewe upone. Sio mpango wa Mungu wewe maskini. Baba yetu wa mbinguni, wewe uliyemwamini Kristo. Kwa kumwamini Kristo unajua kabisa tunapata ule uhalali wa kuingia patakatifu pa patakatifu. Tunapata ule ujasiri wa kuja mbele za Mungu kwa damu ya mwana kondoo iliyotutakasa. Na kama wewe umeshamwamini Kristo, na wewe umefanyika kuwa mwana wa Mungu kwa kuwa Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza katika roho, na sisi tuliozaliwa mara ya pili, Baba amekuwa baba yetu. Kuna watu wa Mungu, lakini kuna wana wa Mungu. Wewe uliyemwamini Kristo umekuwa mwana wa Mungu. Na kama wewe ni mwana wa Mungu, ni mrithi wa muumba wa mbingu na nchi. Kama baba yako ni muumba wa mbingu na nchi, yani ndio kaumba ulimwengu, yani baba yako ni muumba, umelazimika kurithi afya. Baba yetu wa mbinguni sio mgonjwa. Baba yetu wa mbinguni sio maskini. Baba yetu wa mbinguni hana matatizo. Lakini muonevu Ibilisi amepata nafasi, akaleta uharibifu. Ninaangusha huo uharibifu katika maisha yako, mtu unayenisikiliza. Ninapiga hiyo roho ya kizuizi inayozuilia mafanikio yako. Ninapiga hiyo roho ya uharibifu inayokufuatilia. Hiyo roho ya mauti ninaikamata. Bwana wetu Yesu Kristo ametupa mamlaka, na yeye ameshinda mauti. Yule aliyeshinda mauti anatenda kazi siku ya leo kwenye maisha yako, mwana wa Mungu unayenisikiliza. Ninakamata hiyo roho ya mauti. Ninakataa hiyo roho ya msiba. Ninakataa hiyo roho ya kufa. Ninakataa hiyo roho ya habari mbaya. Ninaifunga katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakutamkia uzima. Ninaachilia uzima. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikapite kwenye kifua, kwenye kichwa, kwenye nafsi, kwenye damu, kwenye mishipa, kwenye tumbo, kwenye miguu, kwenye mifupa, ikauishe tena. Hata kama umeona kama mifupa yako inakauka, unaona kabisa una nguvu, pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu, mwana wa Mungu unayenisikiliza. Anza kupokea. Amini. Mambo haya huenda kwa imani. Imani ni mikono yako ya kupokelea. Amini, mwana wa Mungu. Huo ndio mtaji wako, na nguvu ya Mungu ndio uzima wako. Pokea hiyo nguvu katika haya maradhi. Ninakuvusha katika jina la Yesu Kristo katika huo mtego. Nimekuambia kwamba wakati mwingine Bwana uruhusu jambo hilo ili utakapoisimamia imani. Mungu saa nyingine anajivunia watu waliobeba imani. Alimjivunia Ayubu, lakini anamruhusu Ibilisi. Yamkini usifikiri kwamba magonjwa yote kwamba yamekuja kwa sababu umetenda dhambi. Yamkini Mungu anakujivunia jinsi unavyomwamini, na amemruhusu adui. Lakini kumbuka, hapo kuna kunolewa, huo chombo safi. Lakini hapo kuna jinsi Bwana anataka kujitukuza na kukujivunia wewe kwa kuishinda hiyo hali. Shinda, mwana wa Mungu. Pata nguvu mpya. Pata ujasiri mpya. Wewe uliinama, nafsi imeinama, unajiona uko chini sana, kama Ayubu alikuwa chini sana wakati huu. Anasema mti ukikatwa, matawi yamekatika. Yale yanayoshikilia matawi yanaenda kwenye mti yamekatika. Kile kitu cha juu cha mti ule wa juu umekatwa. Kimebaki tu kile kigogo, kimekaa namna hii. Je, chaweza kuishi? Chaweza kuchipua tena? Chaweza kuchanua tena? Yalikuwa ni maswali ya Ayubu, lakini ninakwambia iko nguvu. Roho Mtakatifu anapita, mwana wa Mungu, kukuisha tena kwa upya. Pokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Inatiririka kama maji. Roho Mtakatifu hutiririka kama maji safi yanayotiririka katika kutakasa, katika kuosha, katika kusafisha, katika kuinua, katika kuimarisha. Ikapite kwa hata sasa. Wakati mwingine Roho Mtakatifu hupita kama mafuta mabichi ya upako yanayotiririka kuanzia kwenye utosi, yanaenda taratibu yakiuisha. Kuna mwingine hata kumbukumbu zimeanza kuondoka.
Kuna mwingine mishipa ya fahamu imeleta shida. Kuna mwingine presha imemletea matatizo. Kuna mwingine ni ugonjwa wa sukari umeleta shida. Kuna mwingine amejihisi kabisa ana COVID, ameshaona zile dalili zote. Kinywa chake hakina harufu, lakini kinywa chake hakisikii testi, hata asikii tena harufu. Bwana wa Mungu, pokea uzima. Naachilia nguvu ya Mungu, ninaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Naisikia nguvu ya Mungu ikikuelekea, mwana wa Mungu. Pokea uzima, pokea kuishi tena. Ninakamata haya maradhi ya hofu, ninakamata hiyo hofu, ninaiteketeza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakamata hiyo hofu, ninaiangusha, ninaitoa kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Shwari kuu, shwari kuu, shwari kuu katika jina la Yesu. Amini mwana wa Mungu, hautakufa. Ninakataa mauti katika jina la Yesu. Ninakataa msiba kwenye maisha yako. Yeyote anayekuhusu, awe ni mzazi, awe ni mtoto, wewe ambaye hata neema ya kunisikiliza, ninatuma nguvu ya Roho Mtakatifu kuondoa ugonjwa wa COVID katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuanzia sasa nguvu zinaanza kuja. Moto wa Roho Mtakatifu unapita. Neema ya Mungu inapita. Kuanzia kwenye miguu yako unaanza kusikia nguvu. Unaanza kusikia nguvu kwenye wiko wa nyayo zako. Pokea nguvu mpaka kwenye magoti. Roho Mtakatifu akapite. Akapite mpaka kwenye kiuno, akapite mpaka kwenye mabega. Akaanza kukupeleka, akaanza kukuvusha, akaanza kukukontroli. Magonjwa yakaanguke, uharibifu ukaanguke, uonevu ukaanguke, hali ya kushindwa ikaondoke, hali ya kukata tamaa ikaondoke, hali ya kuanguka ikaondoke katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwana wa Mungu, nataka tukasome kitabu kingine. Twende tukasome Yoeli 2:25. Inasema, nami nitawarudishia hiyo miaka. Nataka tuanze mstari wa 23. Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana. Wewe ambaye umesikia hili neno, furahie Bwana. Amini Bwana ni nguvu zako. Anza kukiri ushindi. Mtazame Kristo mfalme. Mwambie Bwana Yesu, wewe ni nguvu zangu. Mimi kuna mahali nilipita pa taabu sana. Nilikumbuka jambo moja tu, Bwana ni nguvu zangu. Nikakiri lile neno kwa ushindi. Nikasema asubuhi, nikasema mchana, nikasema jioni, Bwana ni nguvu zangu. Nikasikia kuishwa, nikasikia kuinuka, nikasikia kuponywa, nikasikia kurejeshwa. Unaenda kurejeshwa, Bwana wa Mungu. Haijalishi jambo limekuwa la kukatisha tamaa namna gani, haijalishi limekuwa kavu namna gani, haijalishi linaonekana katika hali ya kufa. Hata watu wameanza kusema hana maisha marefu tena, lakini iko nguvu inakuja kukuinua kwenye kitanda. Anza kufanya zoezi la imani. Kama ni kitu chochote, kama ni afya, anza kufanya zoezi la imani. Ulikuwa huwezi kufanya jambo fulani, anza kulifanya. Na kama ni biashara, kama ni kazi, kama ni watoto, kama ni mafarakano, kama ni maugomvi, kama ni kitu chochote, chukua neno la imani. Nitaenda kuomba na wewe kwa muda mfupi, na utachukua neno hili la imani na utaona likienda kutenda kazi. Linasema, furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa nyinyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki. Hiyo mvua ya masika, mwana wa Mungu, kama tulivyotoa huo mfano wa mti unaokauka, hiyo mvua ya masika ikakunyeshelea chenyeshe rebo sente rebo sika. Baba utukufu, hiyo mvua ikawanyeshelee watu wanaonitazama sasa. Hiyo mvua Baba ikanyeshe nyumbani kwao Baba, furaha ikaonekane. Ikanyeshe kwenye ndoa yao Baba, amani ikapatikane, maelewano yakaingie Baba. Hiyo mvua ikanyeshe Baba, hiyo mvua ya masika ikanyeshe kwenye afya ya mtu anayenisikiliza, ikamnyeshelee kuanzia kwenye utosi, ikashuke Baba. Hiyo mvua ikinyesha, ikanyeshe Baba kwenye masikio yake, ikanyeshe Baba kwenye moyo wake, ikanyeshe Baba kwenye kila kitu chake ambacho kimeonekana katika hali ya kudhoofika kabisa. Ikanyeshe Mfalme uishie milele Baba. Hiyo mvua ikanyeshe, hiyo mvua ikanyeshe Mfalme, hiyo mvua ikanyeshe Baba, ikanyeshe Baba, ikanyeshe katika biashara yake ambayo imeonekana inakufa. Ile biashara ikaanza kuchipua tena, akaanza kwenda kuona faida. Baba utukufu, ninalitukuza jina lako. Ninajua neno hili ni mbegu umeiachilia, na mbegu inaenda kuota Baba. Hiyo mvua ikanyeshe Baba, ikanyeshe neno hili likaote, neno hili likawe uzima, neno hili likawe uhai, neno hili likawe afya, neno hili likawe baraka, neno hili likawastawishe tena katika kila jambo. Familia ikawe na maelewano,
Baba akaelewane na mume wake, mume akaelewane na mke wake, watoto wakaelewane, kila kitu kilichokuwa kimeenda isivyo kikarudi kwenye sehemu yake. Yule mtu aliyekuwa ameondoka kwenye kusudi la Mungu ninaenda kumrejesha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yule mtu ambaye alikuwa ameiacha njia ninaenda kumrejesha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya hiyo mvua ya masika. Muumba wa mbingu na nchi, ninakushukuru kwa ajili ya hiyo mvua ya masika. Wewe unayesema unanyeshelea, Baba, ikanyeshe Baba, ikanyeshe rimo sintiri Baba, ikanyeshe ripa pasikara mosikiria, ikanyeshe Baba kwa watoto wao, ikanyeshe kwa watoto wao, ikanyeshe kwa watoto wao wakawe vichwa Baba, ikanyeshe kwenye nyumba yao Baba, ikanyeshe kwenye huduma zao Baba. Yuko mtu ananitazama ambaye anafanya huduma lakini haoni ule upenyo, ni kama amekaukiwa kabisa. Baba wa rehema na neema, Roho Mtakatifu ukapite Baba, ukapite kama mafuta yanayotiririka kumuisha tena katika huduma yake, kumuisha tena katika ile kazi anayoifanya Baba. Ukamtumie Baba kwa ile karama Baba, kwa lile neno la hekima Baba ukamtumie, kwa neno la maarifa Baba ukamtumie, kwa ile roho ya unabii Baba ukamtumie, kwa ile roho ya uponyaji Baba ukamtumie. Rimosi karapapasi karamosika Baba, utukufu ninaachilia hiyo nguvu yako Baba, ikaenende kwenye huduma yake, ikaenende kwa watu wale wanaohudumia Baba. Utukufu ukaonekane, ukajitukuze tena Baba. Wewe uliyetupa amri ya kuponya, ukatupa amri ya kumwangamiza ule mharibifu, ninamharibu ule muovu anayepita kwenye hiyo huduma, anayeleta hali ya kukatisha tamaa, anayeleta hali ya kuangamia, anayeleta hali ya magonjwa, ninamharibu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Magonjwa yale ninayaangusha katika jina la Yesu, ninayaangusha katika jina la Yesu. Yule aliye mgonjwa ninatamka uzima, ninatamka afya, ninatamka uzima, ninatamka afya, afya isiyotikisika, afya isiyotikisika kwa watoto wake, afya isiyotikisika kwa ndugu na jamaa zake, afya isiyotikisika Baba. Utukufu Mungu unaishi na kutawala, kama ulivyoridhia nchi yetu ya Tanzania. Tulipokuita Baba ukaitika, ukatuepusha na gonjwa la corona, ukabadilisha hali ya hewa Baba wa neema. Mungu usiyeshindwa na jambo lolote, ninalitia jina lako kule Canada Baba. Utukufu, ninalitia jina lako kule Canada, ninalitia kwa mama anayeniangalia, ninalitia kwa baba anayeniangalia, ninalitia kwa wazee wanaonitazama, kwa watoto wanaonitazama, kwa vijana wanaonitazama, kwa mtu yote anayesikia hili neno Baba. Hiyo mvua ikanyeshe remosekere Baba, ikanyeshe ripa pasika ramosika, ikanyeshe Baba, ikanyeshe Baba. Yule anayejisikia kukata tamaa, anayejisikia kama roho yake inatoka, akawishwe Baba, akasimame tena, mifupa yake ikakae sawa sawa Baba. Utukufu uimidiwe milele. Ninakutukuza Baba, ninakuadhimisha, ninasema asante wewe unaishi, ninasema asante wewe usiyeshindwa, kwa kuwa mtu huyu anaenda kuchipua tena, kwa kuwa biashara yake inaenda kuchipua tena, kwa kuwa afya yake imetengamaa Baba. Asante kwa kuwa neno lako linaishi na umesema kutanyesha mvua ya masika. Mwana wa Mungu unayenisikiliza, anza kuona mvua ikinyesha katika afya yako, anza kuona mvua ikinyesha katika nyumba yako, mvua ikinyesha katika jambo lolote. Una kesi mbaya, kesi imeleta shida, Mungu anafanya jambo, Mungu anafanya kitu. Kuna mtu ananitazama anateswa na nguvu za kichawi, ninaangusha hizo nguvu za kichawi. Mamlaka ya Yesu Kristo aliyonipa, ninaangusha hizo nguvu za kichawi, ninateketeza hizo nguvu za kichawi, ninaharibu hizo nguvu za kichawi, ninaangamiza hizo nguvu za kichawi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ile kitu anachotumia mairisi yake ninayachoma moto. Yule anayepiga ramli ninaangusha vile vibuyu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninamtupa mbali na uso wa nchi. Oh Jesus. Radi ya moto kutoka kwenye kiti cha enzi, ninateketeza hizo roho za kichawi. Neno la Mungu linasema usimwache mwanamke mchawi akaishi. Ninateketeza hizo roho kwa radi ya moto. Hizo roho, kuna mama ambaye nyumbani kwake nguvu za giza zinamsumbua. Kuna mtu ananitazama, nguvu za giza zinaleta uharibifu, anashindwa kulala usiku. Ninaangusha hizo nguvu za giza, ninazitupa mbali na maisha yake. Roho za majinamizi ninazitupa mbali. Wana wa Mungu tunalindwa na nguvu za Mungu. Ninatamka kulindwa. Unalindwa mwana wa Mungu. Kuanzia sasa utaanza kulala usiku. Kuanzia sasa utaanza kuona maadui wanakukimbia, watakuogopa. Wale waliokutesa watakuogopa. Bwana anaenda kuwatupa mbali na maisha yako. Bwana anaenda kuandaa meza. Wapo ambao Mungu atawaacha ili atakapoandaa meza mbele ya watesi wako wakajua yuko Mungu. Kama alivyoenda kujidhihirisha kwa Ayubu, watajua yuko Mungu. Mungu akamrejeshia Ayubu. Bwana ashindwe kurejesha. Liko jambo jipya kwenye biashara yako, liko jambo jipya kwenye kazi yako. Bwana anaenda kurejesha tena. Bwana anaenda kuuisha tena. Bwana anaenda kufanya tena kama alivyofanya kwa Ayubu. Akamrejeshia watoto, akamrejeshia mali zake. Mali zako zilizokuwa zimechukuliwa na ule mwonevu zinaenda kurejeshwa, mwana wa Mungu.
zinaenda kurejeshwa. Baba wa utukufu, ninakutukuza. Ninavunja kila nira ya ule mwovu ibilisi katika kila kitu ambacho cha mtu anayenitazama kilicholeta shida. Ninaangusha hiyo roho ya huyo mharibifu katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu, amini. Amini imekusha kuwa kwako. Amini neema ya Mungu imekuzingira. Amini neema ya Mungu imekufunika. Neno la Mungu linaishi. Neno la Mungu linavusha. Neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni uzima kama nilivyokuambia. Neno la Mungu ni yote katika vyote. Bwana wetu Yesu Kristo ni neno. Vuka katika jina la Yesu. Nikutamkie shwari kuu. Shwari kuu, mwana wa Mungu. Shwari kuu, mwana wa Mungu. Watu wa imani wakati tamaa. Watu wa imani. Ayubu angeweza kujidhuru. Ayubu angeweza kunywa sumu. Tena mke wake akamwambia maneno machungu, si ukufuru kafe, lakini akaisimamia imani. Mwana wa Mungu, ninakutamkia kuwa jitu la imani. Ninakutamkia kuwa jitu la imani. Iko neema ya kipekee inapita kwenye maisha yako, kwenye nyumba yako, kwenye familia yako. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema yako. Asante Mungu mwenye nguvu kwa ajili ya neema yako. Asante Baba, asante Mfalme. Mbarikiwe sana.